Na kuna siku moja nilikwambia kuhusu kitu kinachoitwa kanuni za asili. Kanuni za nini? Za asili. Kuna vitu ambavyo vipo pale, kuondoka haviondoki isipokuwa ile kanuni ya asili imebadilika. Hapa nasema tajiri umtawala masikini. Kuna mtu anaweza akasema kwamba mimi hata iwe namna gani siwezi kutawaliwa. Siwezi kutawaliwa. Lakini hebu tuangalie jinsi kanuni hii ambavyo inaweza ikafanya kazi hata kama taka usitake. Unajikuta uko kwenye utawala. Sawa? Hapa unasema kwamba mimi tajiri hawezi akanitawala, wala tajiri hawezi akashindana na mimi. Leo umeugua au kuna changamoto ya kiafya au kuna kitu ambacho kinatakiwa kitatuliwe kwa fedha, na fedha unaweza ukajitetea aidha kwa kukopa, na ukienda kukopa unaangukia kuwa mtumwa wa yule anayekukopesha, kwa sababu lazima utamsikiliza yeye. Aidha utafuata matakwa yake au utakubaliana na riba ambazo atakuwa ameziweka. Sawa? Unaweza ukasema mimi ni maskini, siwezi nikatawaliwa na tajiri. Leo ukitafuta kazi lazima kuna mtu aliyoko juu yako, na mtu akisha kupita hatua moja tayari upo chini yake. Kwa hiyo wewe kuna mtu ambaye upo chini yake, lakini na wewe pia kuna mtu uko chini yako. Maisha ni ngazi. Kila mtu amempita mtu kwa hatua fulani. Tumeelewana? Kila mtu amempita mwenzake, na uliyempita tayari umemtawala. Kama hujampita kwa fedha, umempita kwa mawazo. Kama hujampita kwa pesa, umempita kimawazo. Na kama umempita kimawazo, tayari una kitu kikubwa zaidi yake. Mungu atusaidie sana. Kwa nini tunaliombea kanisa la Mungu lipande kiuchumi? Kwa nini tunaliombea kanisa la Mungu lipige hatua? Kwa nini tunaliombea kanisa la Mungu lifike kwenye hatua ya manufaa katika uchumi? Ni kwa sababu kanisa la Mungu linatoka kwenye utumwa. Unapopanda viwango unatoka kwenye utumwa. Kuna mahali umesema ndiyo, kumbe ilitakiwa useme hapana. Kuna mahali umesema hapana, kumbe ilitakiwa useme ndiyo. Pesa ina sehemu kubwa sana katika ufalme. Kuna mtu anasema, unaona, usipende fedha. Sawa, tupendi pesa, lakini tunahitaji pesa. Tunahitaji utajiri. Mungu atusaidie sana. Baada ya wewe kufanikiwa kiroho, kinachofuata inatakiwa ufanikiwe kiuchumi. Mwambie mwenzako, baada ya wewe kufanikiwa kiroho, kinachofuata inatakiwa ufanikiwe kiuchumi. Sikiliza, ukisoma kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana, waraka wa 3 wa Yohana, sura ya 1 mstari wa 2, Biblia inasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote
na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Hapa anaambiwa mzee mmoja anaitwa Gayo, mpenzi, naomba ufanikiwe. Mpenzi, naomba ufanikiwe. Ukichunguza vizuri sentensi hii inaonesha kwamba huyu mtu anayeambiwa jambo hili ana uwezo wa kufanikiwa, ila yeye kuna hali fulani ambayo labda hataki kuiachilia, labda lakini naomba ufanikiwe. Ina maana mafanikio ya huyu Gayo kuna uwezekano mkubwa ambao ulikuwepo. Naomba ufanikiwe katika mambo yako yote kama roho yako ifanikiwavyo. Huyu mzee Gayo inaonekana kwamba kiroho kuna hatua alishapiga, kwamba kunena kwa lugha kwake haikuwa shida, kuhubiri kwake haikuwa shida, kwenda kanisani kwake haikuwa shida, kumjua Mungu kwake haikuwa shida. Lakini changamoto, kuna maeneo ambayo yalikuwa bado hayakaa vizuri. Mungu amekubariki, umeshajua kunena kwa lugha, basi Mungu aibariki na mifuko yako. Mungu akubariki, umeshaokoka, basi Mungu akujaze viwango vikubwa vya uchumi. Mungu amekubariki, wewe ni mwenda kanisani mzuri, basi Mungu aubariki uchumi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kanuni ya Mungu kila mtu afanikiwe. Katika Mwanzo 1:28 Biblia inasema akawabarikia, akawaambia, enendeni mkazae, mkaongezeke, mkatawale. Mkatawale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu ambavyo kwa umri wako inatakiwa uwe umeshatawala. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mambo ambayo kwa umri wako inatakiwa uwe umeshatawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumeelewana? Kuna vitu ambavyo wakati mwingine wana wa Mungu adui anatupiga upofu. Tunasema hivyo vitu ni vya kina fulani, vya kina fulani, vya kina fulani. Tutoke kwenye huo ujinga. Vitu vizuri ni vya wana wa Mungu. Come on somebody. Vitu vizuri ni vya kwako. Kuna wakati mwingine tumezoea tunajaza giza tu. Kuna giza tunajaza kwenye akili. Ni mara ngapi kwa tunasema kwamba vyakula vizuri ni vya kizungu. Vyakula vizuri ni vya kizungu. Ukiona embe kubwa kubwa dodo limenona kidogo linang'ang'aa la kizungu. Ukaona mua mzuri wa kizungu, nyumba nzuri ya kizungu. Viwe vyako mwana wa Mungu. Viwe kwako mwana wa Mungu. Viwe kwako mwana wa Mungu. Viwe kwako mwana wa Mungu. Haleluya. Vitu vizuri ni vya mwana wa Mungu. Haleluya. Kwa sababu vinapokuwa mwana wa Mungu, yes, sikiliza, unaufurahia uumbaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sipendi sana ikauli wasema vitu vya kizungu. Vitu vya kizungu. Basi kama vitu vyote vikubwa vilivyonona ni vya kizungu, hata wale inzi wakubwa walioko huko toilet wao wa kizungu si wakubwa, si wamenona? Oh yes. Come on somebody. Ya kizungu. Umezoea kuwaita wengine matajiri. Fulani ni tajiri, fulani ni tajiri, fulani ni tajiri. Mungu atusaidie sana. Mtu anakopa 10,000 anakuja kukuosha, unasema tajiri wapi? Na wewe anza kuwa tajiri kwa jina la Yesu. Biblia inasema tabiri mambo mema kwa kinywa chako. Haleluya. Unaishi matunda ya kinywa vyako. Mimi unajipinda kabisa, mgongo umerudi nyuma, mimi ni maskini. Ukisikiliza, ukiamua kuwa tajiri unaweza kuwa tajiri. Utajiri unaanzia hapa. Mafanikio yanaanzia hapa. Unaishi kesho ukiwa leo. Unaishi kesho ukiwa leo. Mungu atusaidie sana. Vitu vingine inabidi ushinde kibabe ili uishi kifalme. Unaanza kushinda kibabe kwenye mawazo yako. Amen. Kwamba kesho na mimi nitamiliki gari kali, nitamiliki biashara kubwa, nitamiliki nyumba nzuri. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Unajua haya mambo ya kuanza kumiliki sijui mikoba ya bibi yako. Kwa sababu sikiliza, unawaza kuishi alivyoishi babu yako na bibi yako. Sawa. Sijui kama kuna mtu ananielewa.
Ninatamani yale mawazo yangu yaingie ndani yako. Uone namna ambavyo Mungu wako ni tajiri. Uone namna ambavyo Mungu wako ni mkubwa. Uone namna ambavyo Mungu anaweza. Kama ameweza kukupa uhai leo, atashindwaje kukupa fedha? Atashindwaje kukupa utajiri? Fulani ni tajiri, mimi ni maskini. Kaa hapo. Sitokuwa na matajiri. Ukishaanza kujitengenezea ile hali ya maskini, ndio utaanza kuwaita wengine Freemason. Maana mwenzako alikuwa na mawazo ya kitajiri mwaka juzi, mwaka huu anaendesha gari, amejenga nyumba. Unasema amepata wapi? Sikiliza, kuna mtu leo unamuona amekuwa tajiri, alishaishi hayo mawazo miaka 10 iliyopita. Ikafika mahali yale mawazo yakakomaa. Mungu akasema, huyu mtu anajua. Sikiliza, Mungu anasema, na wapenda wale wanipendao, na wanitafuta kwa bidii wataniona. Unampenda Mungu, unamtafuta kwa bidii, alafu umeweka mawazo yaliyokomaa vizuri hapa. Unawaza tu kudaiwa vikoba, unawaza tu kufukuzwa kodi ya nyumba, unawaza tu kwenda unatafuta mali na mkopo wenye riba nafuu. Na nilisema mambo ya kukopa sitaki kuyaona Tumaini Jema. Nilisema kabisa, unakuja Tumaini Jema, anza kupambana, na kama kuna watu wanakudai walipe. Mambo ya kukopa na kubadilisha njia, walipe. Tumeelewana? Kwa sababu Biblia inasema akopae ni mtumwa wa nani? Hata hizo songesha nipige tafu sijui nini, acha. Mkopo wote ni utumwa. Hapo nimegusa pengine. Naona kina Dorcas wanatengeneza jambo pale. Naona Amina na Basamueli pale wanakubushana walipokopa. Sikiliza. Mtu mmoja akasema, kama nchi yangu yadaiwa, mimi nani nsidaiwe? Sawa, nchi inaweza ikadaiwa, lakini wewe usidaiwe. Wewe si mwana wa Mungu. Amen. Oh yes. Wewe si mwana wa Mungu. Wewe si raia wa nchi ya mbinguni. Nani amesikia mbingu zikidaiwa? Kama mbingu hazidaiwi na nchi fulani, wewe utadaiwaje? Sikiliza, wewe ni ambassador, unaiwakilisha mbingu hapa chini. Amen. Kwa hiyo tunapoiwakilisha mbingu, tunapomwakilisha Mungu, unajua nasema tuwe kama tulivyo, tuwe kama alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua mnadaiwa wengi, lakini ninakuombea Mungu akubariki, na atakapokupa pesa kalipe madeni ya watu kwanza. Sema amina. Sema amina. Sema amina yenye nguvu sambari. Hallelujah. Amen. Nakumbuka wakati fulani, sikiliza, madeni ni mabaya. Nakumbuka siku moja nimekaa siku 4 kwa miaka kama 21 iliyopita. Nimekaa siku 4 ninatengeneza namna nitakapoenda kumkopa mtu. Siku ya kwanza nikatengeneza point, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Na nikaenda, kaniambia hautaweza kunilipa. Nikajutia zile siku 4 ambazo nilikuwa katika kutengeneza. Moyo wangu ukainama sana. Nikasikia kama kuvuja damu katika moyo wangu. Mungu akupenda. Alafu pia utafute hela. Mwambie mwenzako utafute hela. Yes, Mungu asaidie sana. Wafilipi 4:19. Leo sina mambo mengi. Leo sina. Kuna magonjwa mengine ukipata hela yanaondoka tu. Hizi pressure, sijui shinikizo la moyo, sijui shinikizo la moyo, sijui shinikizo la kichwa, yote vinaondoka ukipata pesa. Mungu asaidie sana. Unafikiri basi
hicho kichwa kinachoumauma wakati mwingine. Wewe sikiliza, una vikoba 9, unagonga hisa 9. Unadaiwa kodi ya nyumba. Watoto wajaenda shule. Vichwa vingine sio ugonjwa ule. Wazo. Ikengela shwap na kichwa kinaondoka. Yes. Nafikiri wakati mwingine basi wengine unapoona wametulia hivi, unafikiri shida ni wamejazwa Roho Mtakatifu. Hamna. Wanawaza wakamkope nani baadaye. Wakati mwingine usione mtu, unajua hakuna kitu kibaya kama madeni wana wa Mungu. Wakati tunafungua pale, hakuna kitu kibaya. Jamaa mmoja aliingia kwenye daladala, ana mawazo, akataka kukuna kichwa chake, akakuna kichwa cha jirani. Yaani tayari. Mawazo. Mawazo. Unashangaa hata mguu wako wa kulia ufahamu, unasahau mguu wa kulia wa kushoto unafahamu. Yaani wakati mwingine badala ya kwenda hivi unashangaa unarudi reverse. Mawazo ni mabaya wana wa Mungu. Mawazo ni mabaya wana wa Mungu. Bwana mmoja amesahau badala ya kuingia chumbani akaenda toilet. Mawazo hayo. Baba mmoja anajisahau badala ya kuambia mke wangu, anasema mume wangu, yani baba mawazo ni mabaya wana wa Mungu. Mawazo ni mabaya. Kuna vitu vingine vinaondoka ila ikiingia. Ndio maana nakuombea Mungu akusaidie. Jamaa mmoja anapigiwa simu anasema niko jela. Hasa jela watu wanapokea simu. Mwingine anasingizia amekufa. Hii ni saa. Oh yes. Woo! Nisome neno. This is Pastor Boni. Unakuja kanisani umenuna, kwani umekuja hapa kwa kituo cha COVID? Unacheka, unaenda kwako, unaenda kulipa madeni ya watu. Soma. Umeshindwa kusoma, mpe jirani yako akusomee. Hakuna kushangaa hapa. Mungu atusaidie sana. Na ukienda kanisani ukakuta watu wamenuna, jua walionuna wengi wanadaiwa. Hawana matumaini wapi wapate. Mungu atusaidie sana. Watu wana utulivu lakini hawana amani. Mungu wako ni tajiri. Mungu ni mtajiri. Mpe Yesu makofi. Wafilipi 4:19. Kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19, nitasoma kwa msaada wa Bwana. Biblia inasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Amen. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji. Hapo Mungu anasema atawajazeni kila mnachokihitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nafikiri ni mtume Paulo sijui nani, lakini anasema na Mungu wangu. Nilichochukua ni kile kipande kimoja. Mungu ile herufi kubwa. Mungu. Amen. Mungu atakujaza kila unachokihitaji. Wewe una mahitaji yako. Una mahitaji yako. Unajua katika maisha mwanadamu kuna vitu ambavyo ni muhimu mtu apate. Nisikilize kwa makini. Leo hata usipoandika, kwanza ilivyo unavyoandikaga vingi usomagi, kwa hiyo nisikilize. Tunapozungumzia mambo ya uchumi na fedha, kwanza kaa kitajiri. Kitajiri basi. Ni saa. Usikae kinyonge kama vile uko kwenye mkutano wa kitongoji. Kaa kitajiri mwana wa Mungu. Nilikutahadharisha kwamba leo utacheka mpaka unaondoka kibadani. Yaani watu wamekaa, tafikiri wanasubiri balozi asimame. Wazee tupo. Wazee tupo. Hata kama wanadai wanajikata tupo. Kuna vitu ambavyo tunahitaji Mungu atupe. Amina.
kuna mambo ambayo tunatamani kama wana wa Mungu, Mungu atufanyie, si ndio Priska? Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kanisa la Mungu litakapoamua kusimama kama neno linalosema, litafanya mambo makubwa sana duniani. Kanisa la Mungu limesahau kwamba wao ni wamiliki wa utajiri. Kanisa la Mungu na wana wa Mungu wakaondoka kwenye position yao, wakawapa wengine nafasi. Na ndipo pale ambapo changamoto ya kanisa na wana wa Mungu kuonekana choka mbaya lilianzia. Lakini atakaporudi mwana wa Mungu kwenye nafasi yake kwamba yeye ni mmiliki, yeye ni tajiri kama Mungu baba yake alivyo tajiri, atarudi kwenye nafasi yake na ataurudisha utukufu wa Mungu kwenye nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitafurahi sana nikasikia mwana wa Mungu mmoja siku moja anasema mimi sasa hiyo. Unajua pesa ikiingia hata sauti inabadilika. Kuna visauti vinaondoka tu ile. Alafu pesa ikiingia maneno mengi yanaondoka na baki neno. Sasa unajua hilo? Simaanishi kwamba wenye maneno mengi ni maskini, lakini wa pesa inapunguza baadhi ya maneno. Isa mwingine anakupigia story sana ile ya kukope. Unajua mwenyewe anakuambia habari ya simu. Anaendelea kupanga mipango yake kwenye simu. Sasa unasafiri Arusha mpaka Dar, mtu anakupigisha story umepanda stendi mpaka ni. Ina maana ana mipango ya kazi ya kibiashara ya kupanga. Sawa. Mwana wa Mungu mmoja akasema, mimi ninajenga shule. Ameenda kwenye kijiji kimoja, amekuta kijiji hakina shule, akasema mimi, yani kwa maneno machache tu. Sio saundi sasa, maana wana wa Mungu wengine wana saundi. Mimi na familia yangu mwaka 97 nakumbuka kwenye harusi mwana wa Mungu mmoja aliahidi chupa ya chai thermos, mpaka leo hajalipa. Mwana wa Mungu akajenga hospitali. Mwana wa Mungu akasaidia watu. Na sio ile misaada unaenda na kamera. Leo tunaenda kwa hakuna ujinga mkubwa ambao wana wa Mungu wengine wanafanya. Wanaenda kwenye vituo vya watoto yatima na makamera. Ni bora kuwasaidia wasiojiweza. Sikiliza, unapoenda kutoa msaada, acha kamera nyumbani. Mwambie mwenzako hilo. Mwambie unapoenda kutoa msaada. Tumeelewana? Mungu atawajazeni kila mnachokihitaji. Mwanadamu kuna vile vitu tunaita mahitaji muhimu, basic need, ambapo kuna malazi mazuri. Sema malazi, mavazi na chakula. Sasa hivi tuongeze tena mawasiliano na usafiri. Na tutaongeza tu. Tumeelewana? Sasa nataka hapo niguse mahali. Mwana wa Mungu. Okay, siku moja sasa okay, Mungu ni mwaminifu. Mpe Yesu makofi. Unamwambia Mungu, nipe malazi. Nipe malazi. Nipe nini? Unafikiri ile godoro la nchi 20 kwa 20 ametengenezewa fulani, ni la kwako mwana wa Mungu. Mwingine anasema ninajibana bana, alafu nitalala kwenye ulimi. Mnafahamu ulimi? Nitajibana bana, nitalala kwenye ulimi. Anaruhusiwa kulala kwenye ulimi ni mwanafunzi tena mwisho form 6. Mungu atusaidie sana. Sio kama nacheka mwana wa Mungu, wakati mwingine machozi yanarudi tumboni. Mavazi. Sema mavazi. Katika manunuzi ya mavazi kuna aina mbili. Kuna wale wanaenda kununua nguo wanapinda mgongo kidogo, hapo kuna ile
ile. Sasa ya juu pale bei yake ni tofauti na ya chini. Umeelewana? Iliyoko hapo mjini kati ni tofauti na iliyoko Tengeru. Haya mambo ya mzima na heshima zetu. Mungu atusaidie sana. Sio mbaya, sio nini, sio mbaya wakati unaanza, lakini huko sio kwako. Wewe kama mwana wa Mungu, huko sio kwako. Yaani unaenda apunguza, nguo inauzwa shilingi 500 bado unamwambia kupunguzie. Huko si kulogwa vibaya, wana wa Mungu. Huko ni kulogwa vibaya. Unajua kuna mtu anaweza kukuloga kisogo, unashindwa kufikiri kabisa. Biblia inasema wapate kula vizuri na kuvaa mavazi ya nini? Ya gharama. Wale wakao madhabahuni. Sasa wanaokaa madhabahuni haimaanishi tu wachungaji, hata wewe si mwana wa Mungu. Unajua kuna wakati inabidi unapiga vazi, ukipita unajua kuna mtu ameokoka amepita. Mama mmoja alinunua kanga, unajua siku nilishangaa kidogo, amefunga kanga kaka kwenye kindoo, kanga imechanika na ni mpya, ndio mara ya kwanza kuvaa. Wasaidie sana. Wakati fulani tumeenda kuhubiri, mimi na rafiki yangu Mr. Naman huko alipo, najua ananifuatilia. Tumeenda kuhubiri kwenye mji unaitwa Monduli kule. Tumepiga injili, tunaruka sema Yesu, soli kabaki chini. Akanicheka, nakumbuka alikuwa amevaa kiatu chake kinaitwa kito. Tumepanda gari, ameenda chakwa kinacho kikago. Unajua siku yote tulilaani umaskini na mashati yetu makubwa kama yani mwenye le shati lile likikupa sasa hivi kwako ni dera. Ulipotoka ni mbali, tukitazama nyuma, asingekuwa Bwana, zingefika hapa. Tukiazungumzia yale tuliyoyapitia ni magumu, lakini yuko Yesu anayeinua, yuko Mungu anayebariki, yuko Mungu anayebadilisha, yuko Mungu anayebadilisha historia ya watu. Amua mwaka huu historia yako ibadilike. Amua mwaka huu historia yako ibadilike. Historia yako ibadilike. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikwambie kitu. Amua historia yako ibadilike. Kuzaliwa maskini hamna shida, kukulia kwenye umaskini hamna shida, lakini kufa maskini mwana wa Mungu ni msiba mwingine. Ni msiba mwingine. Hauwezi kupambana kutozaliwa maskini wala uduni, hapana. Kukua katika hali hiyo huwezi kupambana, lakini hakikisha kwamba sintaenda mbinguni nikiwa maskini. Sintaenda mbinguni nikiwa fukara. Ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Haleluya. Amen. Nena kwa lugha sana, lakini katika michango vimilioni milioni 10 20 unatoa. Amen. Watu wakiangalia wanajua huyu ni mwana wa Mungu. Haimaanishi kwamba kutokuwa na pesa hujaokoka. Umeokoka vizuri, lakini ni haki yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nakumbuka wakati fulani nilimuona mtu mmoja anakunywa soda. Wakati huo soda ilikuwa inauzwa na sio 250, shilingi 200. Yes, miaka hiyo. Sasa piga mahesabu ilikuwa ni mwaka gani. Nikamwona mtu anakunywa soda. Unajua anakunywa anakunywa yeye, alafu mimi nacheza step. Mungu awajaze. Amen. Awajaze. Unajua hiki ni kipimo kikubwa sana kama utaelewa. Ukielewa kwamba Mungu ana uwezo wa kunipa kitu fulani, inakuwa kwako. Hasa watu wanampimia Mungu. Mungu ukinipa tu 10,000. Acha ushamba. Mungu wako ni 10,000. Wengine leo hawajaweza kupata neema ya uzima ulionao wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Kama Mungu amekupa uzima huo, usimtimie. Usifanye nini? Ishi anavyotaka. Ukishaishi anavyotaka, fanya anavyotaka. Amen. Baada ya hapo, nenda kwenye buffet na chombo kikubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa mtu ana, Mungu ukinipa tu 50,000. Wewe si wa maombi hayo. Wewe si wa maombi hayo. Wewe si wa maombi hayo. Anasema kwa kadri ya utajiri wake. Kwa kadri ya nini? Wangapi wanaamini kwamba Mungu ni tajiri? Nisije nikawa naongea na watu ambao waamini kwamba Mungu ni tajiri. Wangapi wanaamini kwamba Mungu ni tajiri? Wangapi hapa ni matajiri? Wako matajiri? Matajiri 10 wasimame hebu kwanza. Matajiri 10 chapo hebu. Matajiri 10. Matajiri 10. Ya. Kwa nini kiwaambia mlete chochote mnaleta? Na? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kadri ya utajiri wake. Kwa kadri ya nini? Ya utajiri wake. Utakapojua kwamba Mungu ni tajiri, unaanza kupiga hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mpango wa Mungu ni kutupa hatua nyingine kubwa. Tukianzia rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaanzia rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufanikiwe katika mambo yote kama roho yako ifanikiwavyo. Unaanza utajiri ule wa kumweka Mungu rohoni. Baada ya hapo unahamia hapa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maombi. Sema kwa sauti. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nabii. Watu wangu wanaangamia kukosa nini? Maarifa. Lazima mawazo yako yakae sawa. Mtu kuwa masikini au kuwa tajiri kunaanzia hapa. Kuna wale watu walipewa talanta, moja akapewa 1, mwingine 3, mwingine 5, sijui mwingine 2. Yule wa 5 akaenda akafanyia kazi. Baada ya kufanya kazi akazaa, akapata nyingine 5. Yes. Huyo jamaa nafikiri alikuwa ni mtu kutoka Kilimanjaro. Kama kutoka Kilimanjaro basi ametokea Iringa. Kama sio Iringa, huyo amepanda ndege kutoka India. Alipewa 5 akazalisha, zikawa nyingine ngapi? 5. Watatu vile vile. Hasa likatokea jamaa mmoja livivu. Akapewa 1. Yeye akaenda akaificha. Sasa alipoificha, faida ikakosekana. Ikimaanisha nini? Kwenye maisha yako kuna kitu ambacho Mungu amekupa, na hicho ndicho kimebeba utajiri wako. Tumeelewana? Mungu amekupa labda neema ya kusuka. Huo ni utajiri wako. Mungu atusaidie sana. Hakikisha kwenye kusuka pale unanunua kiwanja, unajenga nyumba, unanunua gari na unaifanya kazi ya Mungu. Haya, kuna mtu anaanza kuniangalia vibaya, anasema mimi kusuka kwangu ni 500. Sikiliza, unaanza kusuka kwa 500. Lakini unamwambia Mungu, takasa mikono yangu. Mungu nipe neema ya kujua nafanyia nini ile shilingi 500 ambayo ninapata kutokana na ile kazi. Na wakati huo unaacha uvivu. Unabuni mbinu mbalimbali za kusuka. Akija mtu ukiona kichwa chake kimekaa kama cha Pastor Boni, unampiga mtindo mmoja, unaenda hivi. Hii ni saa. Mungu amekupa kitu, unafanya biashara. Unafanya biashara. Kwenye biashara yako hakikisha kwamba unaifanya kwa weledi, unaifanya kwa furaha. Unaweka tabasamu kwenye furaha, lakini unaweka tabasamu kwenye biashara, lakini hakikisha kwamba ukopeshi sana. Elewana? Kwenye kazi yako unajali muda, unajali wakati, unajali wateja wako. Unakuwa ni mtu ambaye unafuatilia vitu muhimu na vya msingi.
Mtu mwingine anafanya labda biashara, bado anaweka imani za kishirikina kwenye biashara. Nakumbuka siku moja nilikuwa Babati, nikaenda naongea na simu, nimeshika simu, nikampa pesa kwa mkono wa kushoto. Akasema, unanipa na mkono gani? Nilikuwa ninunue vocha shilingi 2,000, sikununua tena. Nikaenda kwenye duka lingine. Kuna imani nyingine unaziacha kwako, unafanya biashara. Mungu asaidie sana. Acha uoga kwenye hatua za maendeleo na mafanikio. Unaona watu sijui wanafanya mambo fulani kwenye eneo la biashara yako, unafunga, unaogopa. Wameleta mganga kwenye biashara zao, unawaona kabisa wanazunguka, wanaimba zile nyimbo za kiganga, mwana wa Mungu weka mata tenzi, Mungu ni pendo. Zunguka hapo mara 7 asubuhi, mchana zunguka tena mara 7 ukipiga pambio, jioni ukifunga zunguka hapo, ukimaliza anoint biashara yako. Unajua wakati mwingine inabidi ubabe. Mungu atusaidie sana. Huku namwambia Mungu, nipe hatua mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unafanya biashara na ndani ya mwaka mmoja biashara yako haijawa na badiliko, biashara yako ina tatizo au wewe una tatizo. Mambo ya kusema maroho ya kifamilia, kwanza maroho ya kifamilia yapo. Wakati mwingine wewe ndio unapeleka maroho ya kifamilia kwa familia kwenu. Unapika vitumbua, unaamka saa 3. Nani akala hivyo vitumbua? Mungu asaidie sana. Unajua kuna watoto wanaenda shuleni saa 12. Unahakikisha wale wamenunua vitumbua kutoka kwako. Saa 11 tayari umeshaandaa vitumbua vyako, umepiga mpaka nazi na perfume. Mtaa wa pili kule wanasikia kuna vitumbua vya mama fulani vinanukia, wataacha kuja. Alafu wakija wanakuta unaimba zako wimbo fulani wa kumtukuza Mungu. Yaani wimbo mzuri mkali tu unamtukuza Mungu. Sio mwana wa Mungu. Umepika vitumbua pale, kwanza hata hujaviombea, alafu wenyewe umeviunguza. Wanakuja wanakukuta na dera lako na wapa mipasho. Kama mwezi nendeni, acha. Lazima wana wa Mungu hapa pabadilike. Hapa pabadilike. Oh yes. Nilikuambia tokea mwanzo kwamba leo utacheka tu. Kukuchekesha imhitaji Roho Mtakatifu. Niangalie tu kwamba dozi gani na kustahili, alafu napata. Siku moja nikasema, nilikuwa nafikiri kuhusu kukemea mapepo. Nikajiuliza swali moja. Hivi ya mapepo unayokemea siingili ugomvi wa Mungu na shetani kweli? Unajua naweza nikawa nakuwa naangalia naingilia mambo ambayo yanihusu. Kwa labda shetani uko pale na Mungu uko pale, wamemweka mamadi katikati. Alafu mimi najipana naingilia hapa. Tabii niwe makini siku hizi. Nisa. Haleluya. Mwaka huu amua kutoka ulipo. Mwaka huu amua kutoka ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine ili shetani apambane na mafanikio yako, yeye angalia, hajalishi kwamba unapata shilingi ngapi. Ila shetani anachokifanya, anaingia kwenye mipango. Unapata pesa, alafu anachokifanya shetani, anaanza kudili na vitu ambavyo utafanyia pesa. Ni mara ngapi pesa ya ada umenunulia kijora? Pesa, okay, ulisema Mungu ninaomba ukinibariki ukanipa shilingi 20,000 nitamlipia mtoto ada. Yaani umepata 20,000 limekuja dera. Sasa hapo kilichotokea ni nini? Shetani hajakuzuia kupata pesa. Kweli umepata pesa. Lakini alichokifanya akaweka mpango. Na hapo wana wengi wa Mungu wanashindwa kushtukia. Hako kamchezo wanaona ni kitu cha kawaida kabisa. Ulikuwa na shilingi 5,000, umekunywa soda 10.
anaona ni kitu cha kawaida kabisa. Shetani hajazuia wewe kupata pesa, lakini ameingiza mipango ambayo haikuwepo. Na ndio maana unapoenda kufanya shopping popote, nenda kanunue kile kitu ambacho inatakiwa ununue. Wana wa Mungu tupo. Unafikiri vitu vingine vimelogwa? Basi wacha wenyewe wanapambana na hali zao. Ni ulijizima data tu. Asubuhi umeamka breakfast, kilo ya nyama asubuhi. Haya saa 4 story ni mtori na chapati 9. Haya saa 6 ugali maini. Saa ngapi? Saa 9 sijui hivyo. Unajitunza, unachinjwa. Unapelekwa na uchinjwe. Balance. Sisemi ujinyime. Sisemi fanya nini? Ujinyime, kwa sababu katika Mhubiri 3:13 nasema, na ni karama ya Mungu kila mtu apate kula na kunywa na kujifurahisha katika kazi ya mikono. Yes, umeshamaliza kazi zako, jioni unapata kapepsi kabaridi na maini kidogo na nazi kwa mbali. Sio mbaya. Wakati unamtukuza Mungu, sio unafanya kazi nyingi unapata hela nyingi unashindia mua. Umelogwa vibaya huko. Mungu atusaidie sana. Yes, kanuni ndogo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Amen.